فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa mambo mengi tunamshukuru, lakini shukrani kubwa yatakiwa tumshukuru kwa kutuwafikia kuweza kuja kwenye nyumba yake, na ikawa nia na lengo ni kuitekeleza ibada yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuelezea kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtumiliza Nabii Allah Musa kama alivyotumiliza mitume mingine, lakini atuambia tulimtumiliza Nabii Allah Musa biayatina. Aya ni kila kitu ambacho kwamba cha kuonesha ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, chochote. Na ndio kaona katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati llah, na ukaona katika Qur'ani pia ameeleza wa min ayatihi ash-shamsu wal qamar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi as-samaa'u wal ard. Kila kitu ambacho kwamba chaonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chafaa kuitwa aya. Lakini hizi aya ambazo kwamba alitumiliziwa Nabii Allah Musa, lengo lilikuwa ni hili, kwamba an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur. Bas hizi aya zote, ikiwa aya haitokutoa wewe katika giza la dhambi, katika giza la mabaya, katika giza la machafu, katika giza la utesi, katika giza la ugomvi, katika giza la kula haramu, katika giza la kusengenya, katika giza la kuwa na chuki, itakuwa hiyo sio aya. Kazi ya aya an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, na hii ndio kazi anayoifanya kila anayefanya kazi ya mitume. Ukitaka kujijua wewe wafanya kazi ya mitume, angalia kazi yako unayoifanya. Unafanya walogombana wapatane, au walopatana wagombane? Unawafanya walokuwa mbali na haramu, walokuwa mbali na halali waikaribie halali, au unawafanya walio ndani ya halali wawe ndio sababu ina wao kwenda kufanya haramu? Leo taweza kumwona mtu ukimwambia bwana haifai kugombana, kwambia mashekhe wenyewe wanagombana, na sisi tukigombana kuna nini? Sasa shekhe yule alosababisha mpaka mtu akaona ugomvi si kitu kibaya, hajafanya kazi ya mitume. Kazi ya mitume ameambiwa an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur, bal
Muislamu ambaye kwamba yeye aamini kuwa yeye ni Muislamu na kuwa yeye ni Muislamu anafaa kuwa kiongozi wake na kiegezo chake ambaye anafaa kumuiga ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anakuwa ni mfano mzuri na mfano mwema sehemu yoyote atakapokuwepo. Anajua mimi ninapokosea, kuna asokuwa Muislamu akiniona atasema ikiwa Waislamu wanatukana na vile, kuna faida gani ya dini hiyo? Ikiwa Waislamu wanakatana vile, ikiwa Waislamu wanaongopeana vile, ikiwa Waislamu wanadhulumiana vile, tuelewe kuwa matendo yoyote tunayofanya sisi Waislamu yana athari, ima kumfanya asokuwa Muislamu au upende Uislamu, au kumfanya asokuwa Muislamu au chukie Uislamu. Sasa ni la kila Muislamu an akhrij qaumaka. Angalia unaoishi na wewe, sehemu unauza mahindi, unauza machungwa, unauza mitumba, unauza refurbish, vitu vya second hand, unauza dhahabu, unauza samaki. Kuongopea kwako unasababisha mtu achukie Uislamu. Na sisi tumeambiwa mitume kazi yetu, na sisi kazi yetu tumeambiwa tuwafuate mitume. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Mwenyezi Mungu hajazungumza kwa mtume ni qudwa, bali ni uswa. Kuna tofauti ya uswa na qudwa. Qudwa ni mtu ambaye kwamba unafaa kumfuata katika nyanja fulani. Uswa ni mtu ambaye kwamba inakulazimu antataasa bihi, umfuate yeye katika kila nyanja zake. Hakuna jambo ambalo kwamba kunaambiwa hili mtume tusimfuate kwa hili, kila kitu chake cha mtume, ila ikiwa tumeambiwa hizi ni katika mambo yanamhusu yeye tu mtume. Mathalan, kuoa zaidi ya wake 4, huwezi kusema mimi bwana kiegezo changu ni mtume na mimi nataka 9. Atakwambia hapo hatujaruhusiwa. Lakini hakuna jambo kafanya mtume sallallahu alaihi wasallam maadamu haijathubutu nasi ya kukatazwa kwamba sisi tusilifanye hilo, ila twafaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika kubwa la kumfuata ni an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila nur. Sasa ikiwa wewe watakiwa watoe watu kwenye giza la kutojua dini yao, giza la kutoheshimu dini yao, vipi wewe mwenyewe waishi kwenye giza? Wewe watakiwa utoe wenzako, wewe mwenyewe waishi. Lakini Mwenyezi Mungu hakumwambia fanya kazi hiyo tu, kuna na kazi ya pili akampa, na hii ndio mada yangu ya leo. Kazi ya pili ni ipi? Wadhakirhum biayamillah, wakumbushe kaumu zako kwamba kuna siku kwa Mwenyezi Mungu, hizo siku zina utukufu, zina mambo bora, zina mambo yaliokuwa mazuri sana. Ikiwa Nabii Allah Musa aambiwa awaambie Banu Israila wakumbushe kuna siku muhimu, siku hizo zinasibishwa na Mwenyezi Mungu, hakuna siku si ya Mungu. Lakini kila siku kunapofanywa mambo ya kimungu, hiyo ndio tunataka tuikumbuke siku kama hiyo. Angalia Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, wakati wa khilafa yake, kuna bwana alikwenda akamtembelea kumtazama siku ya Idi, akamkuta kavaa nguo ina viraka haraka. Akamuuliza, ya amira almu'minin, alaysa al-yawm yawm al-Eid, leo si siku ya Idi? Akamwambia bala. Kwa nini ni Idi leo? Akamwambia mbona nakuona umevaa nguo ina viraka, ukuvaa nguo mpya? Akamwambia, akataka kumfahamisha Idi ni nini, akamwambia kulla yawmin ma asaina Allah fihi fahuwa idun lana, siku yoyote ambayo hatujamkosea Mungu, hiyo siku sisi tuhesabu ni Idi. Idi sio kuvaa nguo nzuri. Idi ni siku ambayo wewe utakuwa umejikurubisha kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada aina yoyote. Sasa ikiwa Nabii Allah Musa
alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wassalam, anaambiwa na Mwenyezi Mungu, wakumbushe watu wako kwa zile siku muhimu. Kweli ziko siku za Musa muhimu kuliko siku za Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tumsalie Mtume. Kweli kiakili yaingilika, kuna siku muhimu zilipita kwa Nabii Allah Musa, hazipatikani siku muhimu katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ikiwa kuna siku muhimu zafaa kukumbukwa, kuna umuhimu gani ambao kwamba haukuwa sababu yake ni kwa kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Utaje muhimu wowote, mwanzo wake ulianza kwa kudhihiri huyu mtume, naye kwa kuzaliwa huyu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hutotaja vita vya Badri, ila utaona huyo alokuja akaileta Badri alizaliwa. Kwa hiyo ile siku yake ya kuzaliwa ni siku muhimu, kwa sababu kazaliwa mtu muhimu sana. Hutotaja Lailatul Qadri, ila utakuta haingekuja Lailatul Qadri kama si kwa kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama ni siku ya Ijumaa, hatungejua utukufu wa Ijumaa kama si kwa kuzaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa wanaambiwa kaumu za Musa wakumbushwe siku ambazo ni za Mwenyezi Mungu, je, sisi ummati Muhammad hatustahiki kukumbushana siku za Mwenyezi Mungu? Na iko siku ambayo kwamba yafaa kuitwa siku ya Mungu, kama siku Mungu aliyoichagua siku kama hiyo azaliwe kipenzi chake cha Mwenyezi Mungu, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tumeingia au tumeingiliwa na mwezi ambao kwamba mwezi kama hunu Mwenyezi Mungu aliutaka na akaupendelea uwe utabeba nembo na theme ya kuwa ndio mwezi alozaliwa kipenzi cha kila mwenye imani, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sasa ikiwa ameambiwa Nabii Allah Musa awakumbushe siku tu ni siku, je, walioifanya ile siku ikawa na ubora? Itakuwa haingiliki akilini useme leo ni siku tu Tanzania au leo siku Zanzibar tulipata uhuru, ukawa wewe waiheshimu siku, lakini wale waliosababisha uhuru huwaheshimu. Haingiliki akilini. Haingekuwa ile siku ina umuhimu lau si wale waliosababisha ile siku. Leo unapoisherekea Lailatul Qadri, lau si Mtume? Leo unapoisherekea na kuitukuza siku ya Ijumaa, lau si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Sasa haikubaliki kwa mwenye akili iliyokamilika awe yeye anaona siku ni bora kuliko yule aliyosababisha ile siku ikapata umaarufu, ikapata utukufu, ikapata kujulikana, ikapata kutambulika, ikapata kuheshimiwa. Na haya yote hayangekuwa kama si kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kuna kitu chaitwa al-irhasat. Irhasat ni kutangulia mambo, sio makusudio ya yale mambo, lakini ni kukuelezea kwamba ndani yake kuna jambo kubwa linakuja baada ya haya mambo. Kwa lugha ya kisasa wanaita opening ceremony. Leo kukiwa kuna tamasha lolote linataka kufanywa, mwanzo kuna vimbwembwembwe vinatangulia, kama ni waimbaji, kama sijui ni nini, kama ni maonesho gani, mpaka ije sasa haya sasa kunataka kuanza, mpira unaanza. Zile zote ni sherehe tu za ufunguzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka
mleta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitaka kuleta tukio. Tumezoea sisi kuelezewa kwamba kuna ziwa la maji lilikuwa halikauki likakauka, kulikuwa kuna moto ulikuwa hauzimi ukazima, kulikuwa. Lakini mimi leo nataka nikuelezee tukio, na taraji wengi katika sisi hatujalisoma litakiwavyo tukio kama hili kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili watu wapewe attention. Jamanini, kuna kuja kiongozi bora, japo nyinyi hamutomwamini, lakini mimi nawaonesha mambo ambayo kwamba si ya kawaida, ili muelewe huyu si wa kawaida. Ajabu, mimi na wewe tulomwamini tunajiwa na usiku wake, wala habari hatuna. Siko hapa kukwambia nenda kasome maulidi, lakini niko hapa kukwambia nenda kamsome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiona njia bora kwako wewe ni maulidi, fabiha wa ni'am. Ukiona njia bora ni ukae nyumbani peke yako ufungue kitabu cha kumsoma Mtume, tumia njia yoyote umjue mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hakuna aliyeweka maulidi ila aliweka lengo watu wamjue mtume, na ikiwa maulidi hayatokuwa ni njia ya watu kumjua mtume, kutakuwa bado hakuja kuwa na malengo. Lakini walioweka kweli ilikuwa lengo lao ni kumtangaza mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huna haja kugombana, sema mimi sitaki maulidi. Usitaki, lakini usiseme mimi sitaki kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafuta ni njia gani umjue huyu mtume. Mwenyezi Mungu alitaka ajulikane, hajaja. Mwenyezi Mungu alitaka watu wakae na attention. Kuna nini? Mbona hatuelewi? Twaona magari yanapita huko yakipita huko, nini kinaendelea? Ili watu wakae tayari, wakisha kumbe ni hichi. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia Abdul Muttalib, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam nasaba yake ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Huyu ni babu yake, mzaa babake. Leo ni masikitiko, tusemeni kweli Waislamu, lau kukafanywa kipindi cha njiani tumjue mtume wetu na kukawekwa zawadi, mtu aulizwe tu ndugu ami zake mtume ni wangapi, ndugu zake babake tu ni wangapi, wakwa baba na mama ni wangapi, na wakwa baba tu, mtu atakwambia nimewasahau. Sikuwa nimewasahau, hawajui. Lakini we muulize mchezaji fulani au mwanasiasa fulani, atakupa tarehe kamili. Sasa wewe kiongozi wako ni mtume au kiongozi wako ni mchezaji au ni mwanasiasa? Jibu unalo mwenyewe. Haiwezekani wewe wampenda mtu na hujui. Ahbar, wanavyuoni watasema nini? Wakafuata wanavyuoni, wakaelezewa ile kadhia. Sema wale wanavyuoni wakauliza, kwani nyinyi mtu akiua analipa faini ya kuua kitu gani? Akasema ngamia 10. Akasema basi wekeni ngamia 10 na jina la Abdullah. Litakalo toka ikiwa ni Abdullah itabidi achinjwe, hakuna huyu afai kutolewa hata kafara. Likitoka ngamia 10 mtachinja ngamia 10 badala ya kumchinja Abdullah. Kukapigwa kura, likatoka jina la Abdullah. Sasa bwana limetoka, akasema ongezani tena 10, 20 Abdullah, 30 Abdullah. Manake twendeni haraka haraka, ukinisikia mmeruka hesabu jua zilipita. 10 10 10 10 90 Abdullah. 100 ikaja ngamia 100. Wakasema bado ngoja tupate tena hakika. Waswahili wakwambia shahada ni mara 3. Kafanya tena 100 na Abdullah ikatoka ngamia.
100 na Abdillahi. Ndio ikabaki leo mtu akiua kafara yake atoe ngamia 100, lakini zamani ilikuwa kabla Uislamu ni ngamia 10 tu. Ngamia 100 wachinjwe ili abakishwe Abdillahi. Ukachinjwa ngamia 100 ndani ya Maka, hakuna weza ukuwala ngamia 100. Ikabidi nyama nyingine zipandishwe juu ya majabali, waje kina mwewe, kina makurabu, kina wale wanyama wakula nyama wote. Hapa ikabakia suala, Mungu anampenda vipi huyu Abdillahi? Ana nini huyu Abdillahi? Huyu Abdullah ana nini mpaka Mungu anajaribu kutafuta kila aina njia asichinjwe abakie? Ana maendeleo gani ataka kutuletea? Saa nyingine mnaweza kuishi ukaona analazimishwa fulani awe kadhaa, fulani awe kadhaa. Kwani kuna nini? Ana jambo gani? Abdullah ifike wakati bado mdogo aoe. Ameoa miskini, ameenda safari. Kwenda safari Abdullah awe mgonjwa afe. Hasara yote ngamia 100 wote wale tuliowatoa, kijana mwenyewe amekufa, hajafanya jambo lolote la maendeleo kwa jamii, ametutia hasara ngamia 100. Ikawa sasa lawama, fadhali angechinjwa, umetukosesha ngamia 100. Lakini sasa ikaja habari mke wake ana mimba. Hebu tusubiri huyo mtoto wake alikuwa tumboni, tumuone atakuja na nini. Na huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aandae, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kwa nini tukio la Abraha kutaka kuivunja Al-Kaaba halikuja ila wakati mimba ya mtume ishabebwa? Ili watu waizungumze Maka. Maka kuna msafara wa ndovu umepelekwa, lengo na madhumuni kwenda kuivunja Al-Kaaba. Likaletwa jeshi, wakaambiwa muingie muivunje Al-Kaaba, lakini mukipata mwenye kukukataza pigana naye. Ikiwa hakuna atakayekukataza usiue mtu. Na kweli hakupata mtu mwenye kukataza. Alitarajia atapata Abdul Muttalib yuko hai atamkataza. Abdul Muttalib akashikiwa ngamia wake, akaenda kwa ule mfalme akamwambia, bwana, mimi nimekuja, kuna ngamia wangu umewachukua. Akasema, mimi niliona wewe ni mtu una hikma, mtu una busara, mtu una imani, utakuja unaniambia mimi usivunja Al-Kaaba, ndio kibla chetu, ndio mahala tunaabudu. Kumbe wewe lengo lako mali yako Al-Kaaba huna habari nayo. Akasema, ana rabbul ibil, mimi ndo mwenye ngamia, walil baiti rabbun yahmiha, na mwenye Al-Kaaba utapambana naye, wewe nenda. Mimi yangu ni ngamia, mimi nimekuja kuomba ngamia wangu. Ama Al-Kaaba nenda utapambana na mwenyewe, ina mwenyewe, mimi si mwenyewe, wewe nenda uangalie. Kujaribu kwenda ndio Mwenyezi Mungu akatuteremshia aya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, natija faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sasa watu wanazungumza Maka, kwani kuna nini? Kuna nini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam kazaliwa. Hii ndio opening ceremony ilifanyika kabla hajazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu waizungumzie Maka. Kila mmoja akatoka kwenda Maka, kwenda ili aweze kupambana na kijana kama huyu, naye ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alizaliwa kwenye mwezi kama huu. Kuna wengine wasema haikuthubutu, isithubutu.
Alizaliwa hakuzaliwa? Mimi na wewe tukubaliane, si mwezi huu. Je, mimi na wewe tutatofautiana kwa mtume alizaliwa hakuzaliwa? Alizaliwa. Tukubaliana mimi na wewe amezaliwa. Lini? Wewe chukua siku utakayo na mimi niachie siku nitakayo, kwa sababu lengo ni kumtukuza huyu, si kuitukuza siku ile. Siku kama si yeye haingekuwa siku. Lengo ni kumjua huyu alizaliwa vipi, awe tarehe yote, lakini alizaliwa vipi. Lengo ni kumjua alikuja na mambo gani, ili tuyashike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya maneno, wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli, yani kila mmoja au kila kitu tutakuelezea wewe kutokamana na habari za mitume waliotangulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ni mtume bora kushinda mitume waliotangulia, anaambiwa tutakusimulia habari za mitume waliotangulia. Kuna lengo moja. Sikiliza hapa, ikiwa mtume anasimuliwa habari za mitume wenzake ambao yeye ni bora kushinda hao mitume, lakini anasimuliwa kwa sababu hii moja, ma nuthabbitu bihi fuadak, ili tukikuelezea habari za mitume waliotangulia kifua chako kitapata utulivu. Ikiwa mtume anatulia kwa kuelezewa mitume mingine, mimi na wewe je? Tumsalie mtume. Ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume bora yoyote anayemfikia mtume kama huyu sallallahu alaihi wasallam, lakini anaambiwa tunakusimulia ili kifua chako kipate utminani, peace of mind, utulivu, kiburudike. Kifua cha mtume kinaburudika kwa kuelezewa habari ya mitume. Je, vifua vyetu ikiwa tutaelezewa habari ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakiwa tuburudike vipi? Kwa nini mimi na wewe hatuna time ya kusikiliza habari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini mimi na wewe hatuna habari za kusoma kuhusiana na huyu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mwezi wake umeingia, mwezi wa kuzaliwa. Lengo, mtume amezaliwa. Je, mimi na wewe kwenye nyoyo zetu anazaliwa? Ikiwa alikuwa hazaliwi mwaka huu, na kuzaliwa mtume ni kuzaliwa mambo yake, ni kuzaliwa sera yake, ni kuzaliwa history yake. Umjue mtume sallallahu alaihi wasallam vipi alikiishi na watoto, vipi alikiishi na marafiki, vipi alikiishi na watu wazima, vipi alikiishi na watoto wadogo, vipi alikiishi na wasokuwa Waislamu, vipi aliishi na Waislamu, vipi aliishi na wavulana, vijana, young generation, kwa lugha ya Kiswahili Gen Z. Tusome habari za mtume. Vipi aliishi na wale ambao kwamba walikuwa hawasikii, vipi aliishi na wanafiki. Tunaposoma tarehe na sera yake yeye, hatuwezi kugombana, hatuwezi kukatana, hatuwezi kuchukiana. Ala la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum ba'dha riqaba ba'd. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia, tahadharini, msirudi baada ya kuwa mmeshakuja mimi kwenu nyinyi, mko tayari kupigana nyinyi kwa nyinyi kama namna mlivyokuwa kabla ya Uislamu. Hali gani hii? Ukiona Waislamu wanapigana wao kwa wao, jua kuna upungufu wa kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawli yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa ja'ala munqalabana wa munqalabakum ila jannatin na'im. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim huwal barrul karim.